Eneo la kati katika kaunti ya Nyeri pale ambako mwanahabari mwenzangu Carol Nderi yuko sehemu hiyo kutuarifu na kinachoendelea hivi sasa kutoka katika kaunti ya Nyeri. Nderi, natumai uko salama hapo ulipo, tuarifu tu uko sehemu gani na kunaendelea nini kwa sasa? Asante sana Ali Manzu, tuko katika eneo bunge la Kieni katika kaunti ya Nyeri. Manzu, Kieni ni eneo pana kabisa, ndio eneo bunge pana kabisa kati ya maeneo bunge 6 yaliyoko ndani ya kaunti ya Nyeri, na pilika za kampeni zingali zinaendelea, misafara ya hapa na pale, kelele, lakini si kelele tutaweza kusema, bali ni wagombea wakijaribu kuwarai wapigaji kura kuwapigia kura, ikikumbuka kwa Jumanne iko tu ni leo, kesho Jumatatu, alafu Jumanne watu wataweza kufika katika vituo vya kupiga kura na kuwapigia viongozi watakaowataka. Na nimesema katika pilika zetu za kuangalia, katika ziara zetu za kuangalia ni nini kinaendelea hapa katika eneo hili au kaunti hii ya Nyeri na vile eneo la kati kwa jumla. Nimepatana na mmoja wa wagombea wa kiti cha useneta katika kaunti ya Nyeri, Bwana Daniel Wamahiu. Unaona vile amezingirwa na watu, anajaribu kuwahimiza kwamba wampigie kura ifikapo Jumanne. Lakini tusikie kidogo ajenda ya Daniel Wamahiu. Ni mgombea huru anayetaka kiti cha useneta katika kaunti ya Nyeri. Asante sana Bwana Wamahiu. Ajenda yako ya kaunti ya Nyeri ni gani, ili hata hawa ambao wanakusikiza kwa sasa waweze kujua ni nini utawafanyia ukiwa seneta, wakikuchagua kama seneta? Asante sana Karo. Mwanzo ni washukuru nyinyi watangazaji wa KTN kwa kunipatia nafasi angalau niongee na watu wa Nyeri. Mwanzo tuelewane kwamba kazi ya useneta mwanzo ni kuchunga rasilimali ya kaunti. La pili ni kwenda kwa serikali kuu na pia nchi za nje kutafutia kaunti yako hela ambazo zitasaidia kaunti kwenda mbele. Nataka niambie watu wa Nyeri na nisisitize kwamba mimi natafuta kiti ya useneta, sio kwamba nataka ukubwa, ila nataka kuwahudumia. Nimekuwa nikifanya kazi, nimekuwa mwenyekiti mkuu Kenya Pipeline Corporation, nimekuwa pia mwenyekiti mkuu National Oil Corporation. Hizi kazi nimepatiwa na rais. Najua niko na maono, niko na uwezo wa kutimiza yale ambayo ajenda yake ilikuwa. Sisi pia hapa Wananyeri tumepigwa na butaa na pia tukaghadhibika kwamba Nyeri County imekuwa nambari 47 kati ya 47. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu watu wanauliza Nyeri, kwa Kiingereza nitasema is one of Kenya's food baskets. Itakuwaje kwamba kaunti ya Nyeri inakuwa nambari 47 kati ya 47? Ni nini ambacho kwa maoni yako kimekwenda mrama ikawa ni hivyo? Karo, kusema ukweli, shida ambayo tulipata sisi Wananyeri ni viongozi. Miaka 4.5 tumekuwa hapa ni vita kila siku. Tumeona kwamba kulikuwa wakati miaka miwili na nusu kulikuwa na shida ya bajeti kupitishwa na county assembly. Shida ilikuwa kwamba mmoja wetu ambaye yuagombania kiti cha useneta alikuwa yuatumia hela zake kutumia MCAs kupinga serikali ambayo ilikuweko. Kwa hivyo budget haikuwa yapitishwa, kuendeleza Nyeri mbele hakukuwa yafanyika kwa sababu pesa hakuna. La pili pia ni vyema tuwapaswa tutafute viongozi ambao wako na maono, wamejitolea kuendelesha Nyeri mbele. Lile jambo la kusikitisha ni kwamba wale ambao walikuweko kazi yao nyingi ilikuwa ni vita tu. Mimi nataka kueleza watu wa Nyeri kwamba mimi sitafuti ukubwa, ila nataka kuja kuwahudumia. Nataka kusema hivi, mwanzo kama area hii ya Kieni, jambo la maana kabisa ni kwamba lazima tutafute maji. Maji lazima tuwalete, sio maji tu ya kukunywa, ila pia maji ya kulima. Naam, Bwana Wamahiu, wakati vizuri umetaja migogoro ambayo ilikuwepo kati ya serikali ya kaunti. Kidogo naomba mnyamaze tafadhali, tuko live, tafadhali naomba kidogo mtulie. Bwana Wamahiu, utaweza kuambia wafuasi wako watulie kidogo? Na mtazamaji, ndio hali ilivyo, siasa zimeshika kasi kabisa hapa katika kaunti ya Nyeri. Moto kabisa.